Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo kati ya nchi yake na Iran bado hajafikia matokeo yanayoridhisha, akionya kuwa huenda Washington ikalazimika kumaliza kazi ikiwa makubaliano hayatapatikana. Rais wa Marekani ametishia kushambulia tena Iran ikiwa mazungumzo hayataweza kumalizika. Ikumbukwe mnamo Jumatatu usiku Marekani kupitia jeshi lake la CENTCOM lilifanya mashambulizi kwa mara ya pili ndani ya siku tatu. Jeshi hilo limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran likilenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa Bandari Abbas. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM imesema vikosi vyake vilikuwa vikidungua droni 4 za mashambulizi za Iran ambazo zilikuwa tishio katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa CENTCOM, eneo lililoko katika Bandar Abbas lilishambuliwa wakati likiwa linajiandaa kurusha drone ya 5. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa milipuko ilisikika mashariki mwa mji huo, na mashambulizi hayo yanakuja wakati usitishaji mapigano wenye hali tete kati ya Marekani na Iran pamoja na mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza vita vya miezi mitatu vilivyosababisha usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz kuvurugika na bei ya mafuta duniani kupanda kwa kasi. Hii ni mara ya pili ndani ya siku tatu kwa Marekani kushambulia maeneo ya Iran, huku ikisema mashambulizi hayo yalifanywa kwa lengo la kujilinda. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani akizungumza mnamo Jumatano katika kikao muhimu na wajumbe wa baraza lake la mawaziri, amesema mazungumzo hayo hayajazaa matunda hadi sasa na kwamba Marekani bado haijafurahishwa nayo, lakini inaendelea na mazungumzo, na anasema kwamba ama iwe kwa njia hii ama tutalazimika kumaliza kazi, anasema rais huyo wa Marekani. Akirejelea viongozi wa Iran, Trump amesema wanajadili kutoka katika nafasi ya udhaifu. Wanajadili wakiwa katika hali ya udhaifu, lakini tunaona kinachotokea. Huenda tukalazimika kurejea na kumaliza kazi, kwa maana kurejea katika uwanja wa vita, au huenda isiwe hivyo. Trump pia alisisitiza kuwa anaamini viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wako tayari kufikia makubaliano. Katika kauli nyingine, bila kutoa takwimu rasmi, rais huyo alisema uchumi wa Iran unaendelea kudorora kwa kasi. Uchumi wao unaanguka, wana mfumuko wa bei wa 250%, fedha yao haina thamani na mfumo wao mzima wa uchumi unasambaratika, anasema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Katika miezi ya hivi karibuni, Iran imeshuhudia viwango vya juu vya mfumuko wa bei, huku baadhi ya tathmini zikielezea kuwa hali hiyo ni miongoni mwa hali mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha karibu karne moja. Trump pia amekanusha uwezekano wa Marekani kulegeza vikwazo dhidi ya Iran ili kuruhusu mafuta ghafi ya Iran kuuzwa katika soko la kimataifa. Hapana, hatuzungumzii kulegeza vikwazo wala kutoa fedha. Hakuna vikwazo vinavyoondolewa, hakuna fedha zinazotolewa, hakuna chochote, anasema. Kwa maana hiyo, rais huyo wa Marekani ni kama vile ametilia mkazo juu ya kile ambacho Marekani inataka dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba hakuna uwezekano wa kumalizika kwa vita hivi kwa urahisi kama ambavyo wengi walikuwa wakiona. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani.